Wakristo wapenzi, Mungu awabariki. Kwa siku ya leo ni siku yetu ya pili, wakati tunaingia katika somo letu ambalo tunalisoma, ambalo ni kuhusu wanafunzi ama kuwa mwanafunzi wa Yesu. Kwa hivyo tuko katika discipleship, na ni somo ambalo ni muhimu sana kwa waokovu wote kuweza kulijua, ili wajue hasa aliyewaita ambaye ni mwaminifu. Kwa hivyo mtakumbuka ya kwamba sisi ni Rehoboth Harvest Ministry, tuko hapa katika Allentown, Pennsylvania, na kwa hivyo tuko katika somo letu ambalo ni la discipleship in Christ. Kwa hivyo wapenzi, tukianza wa siku ya leo, tunaona wiki jana tuliweza kuona vile ambavyo Bwana alituambia ya kwamba nini alituahidia katika uzima huu wa wokovu, na akatuambia ya kwamba tukiliita jina lake tutaokoka. Na hivyo ndivyo tulivyofanya, tuliliita jina la Bwana na sasa tumekuwa waokovu katika Kristo Yesu. Na kwa hivyo wapenzi, tukiwa waokovu sasa tunapiga hatua nyingine katika njia hiyo hiyo ya kusimama katika wokovu wa Bwana, tukiendelea katika mafunzo haya, na tunajiuliza leo, siku ya leo, Mungu alifanya nini wakati sisi tulipokubali ahadi yake na tukaliita jina lake, halafu akasema yuko hapo nasi tumempokea, naye atafanya nini? Yaani Mungu alifanya nini ili sisi tupate wokovu? Basi ukisoma neno katika kitabu cha Warumi 3 mstari wa 24, unaona ya kwamba neno hilo linatuambia ya kwamba alinifanya mwenye haki, wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Wakati ambapo tumemwamini Bwana, wakati ambapo ametuonekea, wakati ambapo tumeingia katika gari hii ya wokovu na tunasafiri pamoja na Kristo, jambo ambalo tunatakiwa kujua ni kwamba wakati huo tumekubali, tunahesabiwa watu wenye haki. Tumekuwa watu wenye haki kwa sababu tumemkubali na anakaa ndani yetu, na hii ni kwa bure tu, hatulipi chochote wala hatuitishwi chochote, kama vile utaona makanisa mengine ama watu wengine wafunzi tofauti wanasema kuna malipo ya hii na ile ili watu waweze kupata usaidizi wa mafunzo. Hapana, neno la Mungu linasema tunafanywa wenye haki na ni bure, ni kwa neema yake, yaani grace. Anatufanya tu wenye haki bila malipo yoyote, bila kutudai chochote, ijapokuwa tulikuwa watenda dhambi, na kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Yaani tukiweza kukombolewa tukiwa katika njia ya Kristo Yesu, kwa sababu Kristo Yesu ni Mwokozi. Na hapo unaweza angalia jina Kristo Yesu, haiko Yesu Kristo, iko Kristo Yesu, kwa sababu tunapata ukombozi katika Roho Mtakatifu. Kwa hivyo sisi tukifanyika wenye haki, vile vile anatupenda kwa neema tu, kwa sababu hatukuwa watu. Kumbuka tuliambiwa tulikuwa wafu kabla hatujamjua Kristo. Na kwa hivyo sisi watu ambao ni wafu huwa ni watu wachafu, watu ambao wamekufa, watu ambao wananuka, watu ambao hawana maana. Ndio tulikuwa namna hiyo, lakini wakati anatufanya wenye haki kwa neema, basi tunakuwa tumekubalika kwa sababu tumekombolewa, naye Kristo mara moja anaanza kuishi ndani yetu. Na wakati Kristo anaishi ndani yako, sasa hautakiwi kuogopa tena, hautakiwi kwenda kutafuta watu wakuambie utakaa katika wokovu namna gani. Hapana, neno limetuambia tayari, ukisha kubali umefanya nini? Umefanywa mwenye haki. Kwa hivyo ni Mungu mwenyewe anakufanya mwenye haki na anakufanya kwa neema. Kwa hivyo tukiangalia neno katika Ufunuo wa Yohana 1 mstari wa 5, tunaona akaniweka huru toka dhambini. Yaani Bwana akaniweka huru kutoka kwa dhambi, mahali nilikuwa wafu, mahali nilikuwa nimekufa, mahali nilikuwa sitakikani. Sasa ameniweka wafu kwa sababu amenifanya mwenye haki. Wakati amenifanya mwenye haki, amenitoa katika dhambi, katika uharibifu ambao ulikuwa ndani yangu, tena zitokazo kwa Yesu Kristo, shahidi aliye mwaminifu, mzaliwa wa kwanza wa waliokufa.
ya mkuu wa wafalme wa dunia, yeye atupendaye na kutuosha dhambi zetu kwa damu yake. Kwa hivyo unaona ya kwamba Yesu Kristo ni shahidi ya kwamba wokovu niliyopata kwa neema ya Bwana, yeye ameshuhudia, kwa sababu yeye ndiye mzaliwa wa kwanza, firstborn ya Mungu. Kwa hivyo niliwaguzia siku moja, mzaliwa wa kwanza ni sehemu ya roho wa Mungu, yaani roho ya Mungu ikaja kwa Maria, akaweza kudungwa mimba, na mara moja hiyo roho huyo ndio Kristo, na huyo roho ni sehemu ya Mungu. Yeye ni shahidi, kwa sababu tunapookoka tunaokolewa na neema, na yeye ndiye amekuja kuleta wokovu huo. Kwa hivyo wapenzi, na anasema nini? Na yeye ndiyo mzaliwa wa kwanza, na tena vile vile alipokufa kaburini, wakati alisulubiwa, akafa na akazikwa, yeye ndiye wa kwanza akiwa mzaliwa wa Mungu kufufuka kutoka katika wafu. Kwa hivyo alipofufuka na akawa mkuu wa wafalme wa dunia, yeye atupendaye na alituosha kwa damu yake. Kwa hivyo tayari sisi ni watu ambao tumeoshwa. Wewe dada na ndugu, ujue ya kwamba tayari umeoshwa na damu ya Kristo, kwa sababu alikuja akasulubiwa, akafa, akazikwa akiwa mzaliwa wa kwanza, tena akafufuka, akawa ndiye wa kwanza kabisa kote ulimwenguni, na tangu dunia iumbwe na kabla ya hiyo kufufuka kutoka katika wafu. Akawa ametuosha kwa damu yake takatifu, yaani dhambi ikakwisha ndani yetu, na tukawa tumekubalika mbele ya Bwana tukiwa wenye haki. Tukiangalia neno tena la Mungu kuhusu somo hili, tunaona katika kitabu cha Ufunuo huo wa Yohana, tunaona katika 21 mstari wa 27 inasema nini? Anatuambia ya kwamba akaniandika kwenye kitabu cha uzima, yaani na ndani yake hakitaingia kamwe chochote kilicho kinyonge, wala yeye afanyaye machukizo na uongo, mbali wale walioandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Yaani wakati ambapo damu ya Yesu inatuosha, tayari tunaandikwa katika kitabu cha uzima, kitabu ambacho ni yeye tu mwana kondoo ambaye ana ruhusa ya kukifunua siku zile za mwisho. Yeye ndiye atafungua kitabu hicho na majina yetu yatakuwa yameandikwa. Kwa sababu gani? Tulipopata ukombozi tuliweza kuandikwa wakati damu yake ilitukomboa, akiwa mwenye kufufuka wa kwanza, akiwa mwana wa Mungu. Kwa hivyo wapenzi, sisi wakati tumeokoka, wewe na mimi ambaye unanisikiliza wakati huu, ujue ya kwamba umekubalika na umeandikwa katika kitabu cha uzima. Lakini kitu ambacho unatakiwa ufahamu kila wakati ni kuogopa dhambi na kuiondokea dhambi na kukaa mbali na dhambi, kwa sababu umeona mambo ambayo tumeambiwa ni dhambi alituosha kutoka kwa dhambi. Na unajua dhambi inakuwa namna gani? Dhambi inafanyika katika mwili huu, katika matendo ya mwili, hayo ndiyo tunaita dhambi. Ukisoma katika Wagalatia utaona ya kwamba Wagalatia 5 kuanzia mstari wa 18, 19 na 20, hapo utaona mambo ya mwili unayajua. Hayo ndiyo tunaita dhambi, mambo ambayo ni ya uzinifu, mambo ya wizi, mambo ya kuongea machafu, mambo ya kuharibu mwili huu, kuwatendea mambo machafu yasiyotakikana, inakosa kuwa hekalu ya Bwana, na mambo ya ulevi na mengineo. Kwa hivyo ili udumu katika ndani ya wokovu huu na ukombozi wa Kristo, ni lazima ujue ni dhambi umeoshwa kutoka kwake, na hizi dhambi ukishaoshwa kutoka kwake, hautakiwi kurudi tena katika dhambi hizo. Kwa hivyo ujue ya kwamba hakuna kinyonge, yaani usemage wewe ni mnyonge, yaani ile mnaita weakness kwa Kiingereza. Ati wewe ni mnyonge, unajua tukiwa katika mwili huu tunaweza kurudi kwa dhambi bila kujua. Tutasema lazima utubu, lazima uogope dhambi, hata ikiwa pengine utajaribiwa. Na ninaona ya kwamba tumeandikiwa katika maandiko, katika Methali na kwingineko, ya kwamba tuondoke kati yao wale wasioamini, ambao wanaweza kutufanya turudi katika dhambi. Kwa hivyo tukijitenga na haya, hatutakuwa wanyonge, na tukiendelea kulisoma neno la Mungu tutakuwa ni watu wamesimama imara katika neno la Mungu, na dhamiri zetu zitakuwa hai. Wakati dhamiri yako iko hai, itakueleza wakati ambapo
unaenda kutenda dhambi, na utajua unaingia katika majaribu ya dhambi, na kwa hivyo unaepuka. Kwa hivyo wapenzi, ufanye dhamiri yako iwe hai. Na utaifanya dhamiri yako iwe hai namna gani? Kuwa muombezi, kusoma neno la Mungu na kukaa karibu na Bwana kila wakati katika maombi, ukiwa mtakatifu wa Bwana. Kwa hivyo wapenzi, utaona ya kwamba vile vile watu waongo na watu wenye chuki hawawezi kuona ufalme huu. Hayo mambo ya mwili, ninakwambia, mambo ya chuki, mambo ya kusengenya wengine, mambo ya kuongea mambo yasiyofaa, mambo hayo hayawezi kukufanya uandikwe katika kitabu cha uzima. Ni lazima uyaepuke yote hayo ili ukae katika kitabu cha uzima. Ni lazima uogope dhambi. Hauwezi kudumu katika wokovu, hauwezi kudumu katika ukombozi wa Kristo kama wewe leo unaokoka na kesho unaanguka. Kwa hivyo wewe dumu ukiogopa dhambi, kwa sababu dhambi ndio adui mkubwa sana wa watu ambao ni wa Kristo. Kwa hivyo wapenzi, tukiona katika Rumi 8 mstari wa 14 na 15, tunaona Bwana vile ambavyo anaendelea kutenda. Akanifanya nani? Akanifanya mwanawe. Yaani baada ya yeye kukuandika katika kitabu cha uzima, anafanya nini? Hatua nyingine, anakufanya kuwa mwanawe. Yaani unakuwa mwana wake. Yeye ndiye baba yako, na anakuwa sasa anakuangalia, unakuwa kama Kristo, kwa sababu ukisoma katika kitabu cha Wahibrania 2 mstari wa 11, unaona ya kwamba Yesu anasema yeye ndio utuosha na yeye ndio anatupa utakaso huo, na hawezi kuaibika akituita ndugu zake. Kwa hivyo sisi ni ndugu wa Kristo. Kwa nini? Kwa sababu Roho wa Mungu anakaa ndani yetu. Tukisoma neno hilo katika Warumi hiyo 8:14 na mstari wa 15, 14 na 15, unaona ya kwamba kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Kwa hivyo wapenzi, katika huo mstari wa 14, wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hawa ndio wana wa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu Roho huyo ametoka kwa Mungu, na huyo Roho anaishi ndani yako. Kwa hivyo tayari umefanyika mwana wa Mungu, na ni lazima ukubali huyu Roho awe akikuongoza kila wakati. Na wakati unasikia unaingia katika majaribu, ni vizuri kwenda unakuwa na mawasiliano. Mawasiliano yako na Mungu ni maombi, na wakati mnaongea na Mungu, roho yako inatakasika na unakuwa na furaha mara tena, kwa sababu Mungu ametuitia furaha, lakini sio hali ya kukaa na woga na kuogopa. Sisi ni watu tumepewa roho ya ujasiri. Kwa hivyo wapenzi, tuweni wajasiri katika wokovu, tusiwe watu wa kuogopa. Kwa hivyo ukiona mstari wa 15 inasema, kwa kuwa hamkupokea tena roho wa utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambao kwa hiyo twalia Aba, Aba, yaani Baba. Kwa hivyo wapenzi, unaona inakuwa wazi kabisa. Neno la Mungu linatufunza vizuri kabisa. Linatuambia kwanza, tunafanyika wana kwa sababu Roho wa Mungu anatuongoza. Pili, anatuambia ya kwamba wakati tunapokea roho huyo, sio roho wa kutuweka katika utumwa, yaani tuwe slaves. Hapana, hatuleti tuwe utumwa, yaani tuwe watu wanatenda mambo mabaya, umaskini, ufukara na mambo mengine, utumwa wa ulevi na mambo mengine, uzinifu. Hapana, hatutui mambo hayo. Wakati roho wa Mungu anaingia ndani yetu, anatuondoa katika utumwa. Hautakiwi kuwa mtumwa wa jambo lolote, unatakiwa kutawala mambo yote ambayo Mungu ameyaumba, kwa sababu ametuambia ya kwamba hii dunia aliiumba kwa sababu yetu sisi wanadamu, na akatuambia tuwe tunaiangalia na kuitunza. Kwa hivyo wapenzi, naye mbingu ni ya Mungu, na mambo yaliyo katika mbingu yanafunuliwa kwetu sisi tulio katika dunia hii, ili tuendelee kumpenda huyo Mungu wetu, azidi kutuelekeza katika njia zake. Kwa hivyo ujue, roho wa Mungu tunayepewa si roho wa kutuweka katika utumwa. Ati wewe unasema ati sasa katika familia yetu sisi tunakuaga namna hii, tunagonjekaga hivi, tunakaaga namna ile, sisi ni maskini, hatuwezi kutajirika, tulikuwa wa ukoo wa kimaskini. Hapana, hiyo ni roho ya utumwa. Mungu akiingia ndani yako kupitia Roho wake Mtakatifu, maisha yako tayari yameanza kubadilika, na yanabadilika mara moja.
Yale mambo uliona yakiwa magumu yanawezekana, kwa sababu kwa Mungu yote yanawezekana. Kwa hivyo mbali tulipokea huyo Roho ambaye anatufanya wana wa Mungu, ambao kwa hiyo ndio maana tunasema wakati tunaomba, wakati tunakaribia Bwana, hatumuiti Bwana tena ama kumuita majina mengi. Hapana, tunamuita Aba. Aba maana yake ni baba, kwa sababu Mungu si babu ya mtu yeyote. Yeye Mungu si babu ya yeyote ati babu, ati kwa sababu baba yako au mama yako walikuwa wameokoka na unasema yule Mungu alikuwa ameokoa mama yangu na baba yangu, sasa ni babu yangu. Hapana, Mungu ni baba yetu sisi wote. Kwa hivyo ujue ya kwamba Mungu ni baba yako na Mungu ni baba yangu na Mungu ni baba yetu. Kwa hivyo ikiwa ni baba, mtoto yeyote ambaye amefanyika mwana ana ruhusa ya kwenda kwa baba wakati wote na kumwambia ni kitu gani anahitaji. Kwa hivyo wapenzi, usiogope. Si lazima upitie kwa mtu. Hapana, wakati mwingine uko peke yako na unapitia mambo kadhaa ambayo pengine ni magumu, mambo unaona hayawezi kungoja. Wewe piga magoti mahali ulipo, ama mahali ambapo umetenga unaombea Mungu wako. Mahali ulipo, mahali popote ni mahali patakatifu. Ukiweza kuongea na Mungu wako, umweleze mahitaji yako, kwa sababu tayari wewe ni mwana wa Mungu. Na hii mambo nataka muyasikie vizuri sana na muyaweke maanani. Hauwezi kupitia kwa mtu akufikishe kwa baba. Hapana, wewe una uhuru wa kwenda kwa baba yako. Unaona ya kwamba kuna dini zingine zinaambia watu ya kwamba wewe upitie kwangu nami nikufikishe kwa baba. Ni mmoja tu ambaye tunapita kwake, na tumeelezwa hiyo katika kitabu cha Injili ya Yohana 14 mstari wa 6. Tunaambiwa yeye ndiye njia na ndiye ukweli na ndiye uhai, na hakuna afikaye kwa baba bila kupitia kwake, na huyu ni Kristo. Kwa hivyo akiwa ndani yako sasa, tayari umemfikia Mungu na unaweza kuongea na Mungu kwa sababu yeye anaishi ndani yako. Unakumbuka tulisoma neno juzi, tukaambiwa ya kwamba tukimpenda Yesu naye atatufanya baba atupende, na akitupenda atakaa ndani yetu. Kwa hivyo wapenzi, wakati umekubali kuwa na Roho wa Bwana na amekuja kwako kwa sababu unaogopa dhambi na umetubu na umesimama katika wokovu, umetakaswa na Yesu, sasa unaweza enda mbele ya baba na umwambie, Baba, niko hapa na mahitaji yangu ni haya. Kwa hivyo wapenzi, unaona wokovu huu ambao tuliokoka nyakati za kale, unakumbuka ilikuwa lazima tupitie kwa Harun, yani makuhani, ili waweze kuongea na Mungu kwa niaba yetu. Lakini kanisa la hii Agano Jipya ambalo limekuja kuweka nguvu yale yaliyoandikwa katika Agano la Kale, unaona tunafunguliwa mlango, kwa sababu Yesu aliposulubiwa na alipokuwa anakata roho pale katika Gethsemane pale, mara moja pazia ya kanisa ilipasuka, pazia ya hekalu ilipasuka, na ikawa sasa kila mmoja anaweza kujipeleka ndani na kuweza kumweleza Bwana anachotaka. Kwa hivyo ndio maana tumesoma mahali hapo katika Warumi hiyo 8:14 na 15, ati ya kwamba wewe haukuwekwa roho ya hofu sana iliyokuwa nyakati zile, lakini sasa umefanyika mwana. Na ikiwa umefanyika mwana, basi mara moja unamuita Mungu Baba, na wakati unamuita Mungu Baba, unaweza kwenda kwake na kumweleza mahitaji yako. Kwa hivyo wapenzi, uwe ukijua ya kwamba wewe una uhuru wa kuongea na Mungu mahali ulipo na umwambie mahitaji yako yote. Na tunaona neno lingine ambalo ni katika Waefeso 1:6, ambaye akanitukuza mimi kama amependaye. Yaani akanitukuza Mungu wakati amekuokoa, wakati umepewa Roho wa Mungu, wakati sasa wewe ni jasiri katika Kristo. Mungu anafanya nini? Na usifiwe utukufu wa neema yako ambaye umetunemeesha katika huyo mpendwa. Yaani Mungu kwa sababu ya ile neema yake ametuokoa naye, na utukufu wake ametufanya tupendwe na Kristo. Yaani tupendwe na huyo mpendwa wake. Yaani huyu mpendwa wake ni Roho wake. Mungu mwenyewe anatufanya tunemeeshwe katika huyu mpendwa. Huyu mpendwa ni nani? Ni Roho wa Mungu Kristo,
ambaye sasa kwa sababu Bwana amekuja ndani yetu, amemleta huyo Roho ndani yetu ambaye ni mwanaye, naye akiwa ndani yetu, Mungu ametupa hiyo neema ya kupendwa na yeye. Huyu Roho anatupenda akiwa ndani yetu, na kwa hivyo chochote tunachomuomba yeye anafikisha kwa Baba. Unajua sasa iko connection. Wakati ulikuwa haujui Mungu, ulikuwa ni ngumu kumfikia Mungu kwa sababu hata mwili wako ulikuwa wafu, ulikuwa maiti, ulikuwa umekufa. Kwa hivyo kwa sababu ya dhambi. Lakini wakati huyu Roho wa Mungu anakuja, anaingia ndani yako, unajua nini? Huyu Roho sasa anashika ile roho yako ulikuwa nayo ya uhai, anakaa pale na Roho ya Mungu iko pale. Kwa hii Roho sasa ni njia, imekuwa ni njia yako kupatana na Mungu. Mambo yanayotendeka katika mwili huu wako, unaweza kuwasiliana na Mungu mara moja. Kwa nini? Kwa sababu pamewekwa daraja kati yako huo mwili na Roho wa Mungu mwenyewe, Baba, Aba. Kwa hivyo hii Roho ametumpa, ndio inatupa upatanisho, inatupatanisha na Mungu. Kwa hivyo na ndio inatutetea, na ndio unasikia neno linasema katika Wathesalonike ya kwamba yule ambaye amekataza mpinga Kristo aweze kufunuliwa kabisa, ijapokuwa yuko kazini, ni huyu Roho. Na wakati ataondoka, kwa sababu yeye ndio anapeleka ripoti kila siku, anasema iko hivi, iko hivi. Hata wakati umefanya dhambi, wakati mwingine ukitenda dhambi, huyu Roho anafikisha. Lakini kumbuka, akifika kule mbinguni anamkuta nani? Yesu, baba Yesu, ndugu yetu, amekaa pale mkono wa kulia wa Mungu, naye anapofika anaenda kwa Yesu direct. Huyu Roho akienda anamwambia yule ndugu amefanya namna hii, ama yule dada, naye Yesu anamwambia Baba. Yeye ndiye anafikisha habari, anamwambia Baba ametenda hivyo, lakini kumbuka, si ulinituma huko niende nikawaokoe? Basi Mungu anatusamehe, hawezi kuchukua hatua, kwa sababu Yesu ndio our intercessor, ndio mtetezi wetu, anakaa mkono wa kulia wa Baba. Kwa hivyo Roho akiwasilisha mambo yanayofanyika hapa, Yesu anayapata. Kama ni mabaya, anatutetea kwa sababu yeye ni intercessor. Inafanya kazi namna hiyo. Kwa hivyo wakati hauna Roho, hauna mtetezi, hauna mtetezi. Mambo yako wewe ni mtu wa dini tu, na mambo yako haifiki kwa Yesu na haifiki kwa Baba. Kwa hivyo unakaa tu ukiwa mtu wa dini ambaye hauna upatanisho na mbinguni. Na upatanisho ni kitu cha maana. Nyakati za kale, katika kitabu cha Agano la Kale za Tora, uliona katika Walawi watu walipatanishwa na damu. Kwa nini? Kwa sababu damu ni uhai, na damu ndani yake kuna roho inayoitwa uhai, ambayo ilipatikana na Mungu aliweza kuwasiliana nayo, na alisema wakati wote unaenda unachoma hiyo nyama yake na mafuta, na Bwana alipokea harufu nzuri, na damu ikachomewa pale, ikaisha kabisa. Kwa hivyo damu ina uhai, na ndio akaambia Nuhu, usiweze kula damu na msile damu, kwa sababu damu ni uhai. Na kwa hivyo wapenzi, ndio nawaambia hapa, uhai huo wa damu ulio ndani ya damu, uhai huo ndio Kristo. Wakati tunapewa uhai wa kuishi, anapokuja ndani yetu tunakuwa maradufu, na sasa anakuwa ndiye mtetezi wetu, kwa sababu anafikisha mambo yetu kwa Yesu Kristo aliye mkono wa kulia, naye Bwana anamfikishia Aba, kwa sababu sisi tunamuita Aba, na akiwa amekasirika Baba, basi Yesu anatutetea akiwa pale mkononi wa kulia. Tutasoma yale tukiwa tunasoma katika kitabu cha Waibrania. Kwa hivyo wapenzi, Yesu ndiyo mwombezi wetu mkuu. Kwa hivyo ndio anatutetea kwenye kiti cha enzi, lakini lazima uwe na Roho wa Mungu na uwe umefanyika mwana. Basi tunaona ya kwamba, na tunapata hiyo katika Kristo. Na tukiangalia Wakorintho wa kwanza 6 mstari wa 11, tunaona nini? Akanitakasa. Huyu Roho ndiye anatutakasa, ambaye ni wa Kristo, anatuweka safi. Yani tukioshwa na damu ya mwanakondoo tunapata utakaso, kwa sababu uhai ulio ndani yake. Na baadhi yenu mliokuwa watu wa namna hii, lakini mlioshwa, lakini mlitakaswa, lakini mlihesabiwa haki, lakini mlihesabiwa haki katika jina la Bwana Yesu Kristo na katika Roho wa Mungu wetu. Kwa hivyo wapenzi, hapa kuna mambo kadhaa. Na basi wakati tunaona katika kitabu hicho cha Wakorintho wa kwanza, Paulo anaongea na watu wa Korintho, anawafundisha ya kwamba, anawaambia ati baadhi yenu kati yetu, wale ambao sasa tumeokoka, wale mnanisikia sasa, kati yetu kuna nini?
mlio watu wa namna hii, ambao tulikuwa watu ambao tumetakasika, ama wale wengine ambao hawajatakasika, yaani kama tulikuwa hatujatakasika, tulikuwa bado katika hali ya kilimwengu, hali ya dhambi na mengineo, basi tunaambiwa, lakini kile kilitufanya tukubalike ni kwamba tulioshwa na nini? Na damu ya mwanakondoo. Lakini vile vile tulitakaswa. Wakati tunaoshwa tunatakaswa. Kutakaswa ni kuwekwa safi kabisa, ni kama kukamua nguo. Unaosha mara ya kwanza, hiyo ni kuoshwa, na wakati unakamua iwe safi kabisa, tunasema unaitakasa. Na kwa hivyo ndivyo mioyo yetu inavyotakaswa. Lakini wakati huo, baada ya kutakaswa, baada ya kuoshwa, ndipo tulifanywa wenye haki, tukafanywa wenye haki. Na wakati tulifanywa wenye haki, tukafanywa wenye haki kwa nini? Tulifanywa wenye haki kwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu, na katika Roho wa Mungu wetu. Kwa hivyo hapa shika, tulifanywa safi kwa damu ya Yesu Kristo Bwana wetu, lakini aliyetutakasa katika Roho wa Mungu wetu, kwa sababu Mungu ni Roho. Roho wake ndiye aliyetutakasa. Kwa hivyo ujue hatua hizi, Yesu anatuosha dhambi zote. Sioshwi dhambi zangu ila kwa damu yake kondoo. Kwa hivyo wapenzi, tukioshwa dhambi, naye Roho wa Mungu mwenyewe anakuja, anafanya nini? Anakaa ndani yetu na tunafanyika wenye haki, kwa sababu Mungu ni wa haki. Mungu hachangamani na dhambi yoyote. Yeye Mungu ni safi. Kwa hivyo Roho wake akiwa ndani yetu, ndio tunakaa katika utakatifu na utaua katika Kristo. Kwa hivyo wapenzi, tukiangalia Wakorintho wa pili 5 mstari wa 17, baada ya utakaso, baada ya kujua Mungu wetu yuko ndani yetu, baada ya kuoshwa na damu ya mwanakondoo Yesu Kristo. Kwa hivyo angalia haya maneno, angalia hizo hatua tunaenda. Hatua ya kwanza, tulikuwa watu wa namna hii wasiotakasika, lakini tukaoshwa. Tulipooshwa vile vile tukafanya nini? Tukatakaswa. Na wakati tulitakaswa, tukafanywa wenye haki katika jina la nani? La Yesu Kristo. Na hapo na katika Roho wa Mungu wetu. Kwa hivyo wapenzi, kuna hatua hizo 1, 2, 3, 4, 5 ambazo tunaenda, na ni za neema mpaka tunafikia Mungu Roho wake kukaa ndani yetu. Na mfano mzuri ujue Roho huyu anakuja namna gani. Kumbuka Musa, kwa sababu hiyo ndio njia rahisi. Wakati anataka kumpa mamlaka Joshua, anaambiwa amwekelee mkono ili Roho aliye ndani yake amgawie kiasi kidogo. Ampe kiasi, si yote, kiasi kidogo. Soma Hesabu 27 hapo utaona. Umpe sehemu kidogo. Kwa hivyo hata wakati mchungaji na mwingine ambaye amepakwa mafuta na Mungu yeyote anapokuwekelea mikono, mtu wa Mungu kabisa, unachukua sehemu, impartation ya Roho aliye naye ambayo imetoka kwa Mungu. Hiyo ndio inaingia na kuweza kutenda makuu katika mwili huo wako. Kwa hivyo yani ni hekalu ya Bwana hiyo. Na kwa hivyo wapenzi, ndio hii tunaelezwa, Roho wa Mungu huwa ndani yetu. Sijui unaelewa nini? Unaelewa nini? Katika ile njia, yeye anasema mimi ndimi njia, mimi ndimi ukweli, na mimi ndimi uhai. Huu hai ndio Mungu, kwa sababu yeye akiingia ndani yetu sasa anatupa nguvu maradufu, kwa sababu tayari tumejua njia, tuna ukweli na tuna nini? Tuna uhai huu ambao tunazaliwa nao. Naye Roho wa Mungu akija, tukimpokea kama Yesu alivyompokea wakati alibatizwa pale katika Yordani, basi unaona maisha yake ndio alibadilika akiwa na miaka 30 na akaanza kuihubiri Injili. Hata wengi wetu ndivyo tumepitia hayo. Hata wewe unajua mahali ulifika, na ndiyo Bwana akakuinua wakati ulijazwa na Roho wake, akawa anakaa ndani yako. Na kama bado haujafika kiwango hicho, ni vizuri kumtafuta Bwana madamu anapopatikana. Ndiyo maana tunaambiwa katika kitabu cha Marko, cha Mathayo 7 mstari wa 7, tunaambiwa ati tumutafute, na tukimkosa tumtafute kwa bidii, na baadaye akikosa kabisa tugonge na atafungua. Kwa hivyo haya mambo uyafahamu. Ni lazima umtafute Bwana, lazima uwe na kiu ya Bwana ili Roho wa Mungu aje, lakini lazima utakasike na uwe tayari umepata ukombozi wa Kristo. Na basi hapa katika kitabu hiki cha Wakorintho wa pili
mstari wa sura ya 5 mstari wa 17, unaona ya kwamba hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Kwa hivyo wapenzi, wakati umekubali, ukiwa ndani ya Kristo, ukiwa ndani ya Kristo huyu Bwana wetu, uwe ndani yake, unaona unakuwa kiumbe kipya. Mambo ya kale uliyofanya, mambo ya laana, mambo ya jamii zenu, mambo ya umaskini, mambo ya ufukara, kwa sababu Mungu wetu si maskini, ndio maana naongea hivyo. Mungu wetu si maskini. Mungu hapana fukara. Mungu ni tajiri, ndio ameumba vyote, hata ng'ombe zote katika milima, kila kitu ni mali ya Mungu. Hata kitu unachoona na unachosikia yote ni ya Mungu. Mahali unakaa na unasimama, hata wewe mwenyewe ni mali ya Mungu. Kwa hivyo Mungu wetu hapana maskini. Kwa hivyo wakati anakaa ndani yako, unakuwa kiumbe kipya, na ukiwa kiumbe kipya akiwa ndani yako, lazima mambo ianze kubadilika. Lazima uwe mtu tofauti, hata watu wa dunia waone wewe ni mtu tofauti, na ujue nini? Mambo ya kale yote kwisha, na umekuwa mambo mapya ndio yatakuwa kwako sasa, na utakuwa mambo unayofanya ni mambo yanayokupendeza wewe, na watu wa dunia wanauliza kumeendaje? Mbona huyu jamaa amebadilika hivi? Na tunamjua jinsi alivyokuwa, nawe utawaambia ni kwa sababu ya Bwana aliye ndani yangu, ndio maana nimekuwa na mabadiliko, kwa sababu umekubali kuwa mwanafunzi wa Mungu. Kwa hivyo wapenzi, tuangalie baada ya kuwa hivyo sasa, umekubalika, umekuwa mwenye haki na Mungu anaishi ndani yako, ya kale yamekwisha. Kama huwa unakumbuka mambo mengine, unaambiwa sijui watu wenu walikuwa wanafanya hivi, watu wenu hamwezi kukaa hivi, ilikuwa namna hii. Ni lazima ujue maandiko inakwambia Bwana akiingia ndani yako unakuwa kiumbe kipya, na ya kale yanakwisha, unakuwa kiumbe kipya. Kwa hivyo unasema mimi ni nani sasa? Yaani wakati kama huu ukishajua mambo haya, unakuwa nani? Lazima ujiulize, mimi ni nani sasa? Kwa sababu ya kale yamekwisha, mambo yale nilikuwa naye yamekwisha. Who am I? What I am? Yaani mimi ni nani? Lazima ujiulize hayo. Na tukiangalia neno katika waraka wa kwanza wa Yohana 5 mstari wa 11, inataka kutueleza utakuwa nani. Na inasema nini? Nina uzima wa milele ndani ya mwanawe. Mara moja umejijua ya kwamba, ukisha jua ya kwamba wewe Kristo anaishi ndani yako na umekuwa mfuasi wa Bwana, basi unajua umepata uzima wa milele katika nini? Mwanawe Yesu Kristo. Kwa sababu tunaokoka kwa jina lake, sababu yeye ndiye alikuja kama mkombozi, naye anatuelekeza kwa Roho wa Mungu. Kwa hivyo, na huu ndio ushuhuda ya kwamba Mungu alitupa uzima wa milele, na uzima huu umo katika mwanawe. Unaona, uzima huu uko katika mwanawe. Mungu anatupa uzima wa milele, lakini huu uzima uko ndani ya mwanawe. Mwanawe ni nani? Ni Yesu Kristo. Na sisi ambao tunamjua mwanawe tunafanyika nini? Wana wa Mungu. Kwa hivyo tayari tunakuwa wana wa Mungu, na tukiwa na Kristo ndani yetu, maisha yetu yanakuwa tofauti. Kwa hivyo wapenzi, tunadumu ndani ya Kristo. Na tukiangalia Wakolosai 3 mstari wa 4, tunaona ya kwamba sasa nimeokoka maishani mwangu. Yaani wakati sasa unajijua, unajua tayari umeokoka. Haya ninayowafunza wengi tayari washaokoka, lakini tunaweka himizo, yaani kama mtu hakujua kwa nini aliokoka, vipi anajua vile yuko. Katika Wakolosai hiyo 3 mstari wa 4 inatuambia nini? Kristo atakapofunuliwa aliye uhai wetu, ndipo na ninyi mtafunuliwa pamoja naye katika utukufu. Yaani wakati ambapo Kristo amefunuliwa ndani yako, sasa unaishi ukiwa mwokovu katika maisha yako. Anafunuliwa ndani yako, sasa unaishi katika utukufu wake, katika utajiri wake, katika mambo yote anayo. Kwa hivyo, kwa sababu wewe umekuwa mwana na amefunuliwa ndani yako, akifunuliwa ndani yako, unaweza kutukuzwa katika yeye. Na hii kutukuzwa ni ulimwengu ione mabadiliko ulio naye na vile Mungu amekutendea. Hivyo ndivyo unavyokuwa mtu tofauti, mtu ambaye maisha yake ni tofauti, na haukai maisha
ya kulialia kila wakati, kwa sababu tayari Mungu ameingia ndani yako na wewe ni Mungu. Ndio maana neno lile linatumika, hamjui ya kwamba nyinyi ni miungu. Ndio maana Yesu aliongea namna hiyo katika Yohana 10 mstari wa 34, hamjui nyinyi ni miungu. Na vile vile Daudi alikuwa ameongea hiyo hiyo katika ile kitabu cha Zaburi 82 mstari wa 6, ninyi ni miungu. Na mahali pengi imeguziwa namna hiyo. Kwa hivyo sasa, mkijua unakuwa Mungu namna gani, kwa sababu Roho wa Mungu yuko ndani yako. Ndio naona walio na Mungu wanatenda mambo makuu. Kwa hivyo wapenzi, tukienda katika Wagalatia 2 mstari wa 20, tunaona sasa Kristo anaishi ndani yangu. Sasa wewe hauishi peke yako. Wewe tayari mwanafunzi wa Kristo. Kristo anaishi ndani yako, haji na kutoka. Hapana, Kristo ili atoke ndani yako, wewe lazima utende dhambi, na ukitenda dhambi hawezi kaa mahali palipo dhambi. Na kwa sababu Kristo ni Roho wa Mungu mwenyewe. Unakumbuka Roho wa Mungu, sikiliza vizuri. Roho wa Mungu akiwa mbinguni alikuwa hajazaliwa mwana ambaye ni katika mwili angeweza kutuosha dhambi na damu yake. Hapakuwa hata mmoja. Alijaribu kwa wengi manabii na wengine hakupatikana. Lakini wakati Maria alipokubali ya kwamba atapokea hiyo mimba, Bwana akamwambia, akatuma neno lake. Yaani neno lake ni Roho wake, akaingia ndani yake, na alikuwa amemwambia mwana atakayezaliwa ataitwa nani? Yesu. Na maana ya jina Yesu ni wokovu. Maana ya jina Yesu ni wokovu kwa Kigiriki, kwa Greek language ni wokovu. Na ndiyo katika Agano la Kale tunaita Yashua, wokovu. Ndio naona vita vyote Musa wakiwa jangwani, ni Yoshua alikuwa anaongoza na kupigana na kuweza kushinda. Yashua. Na Yesu ni Kigiriki na Yoshua ni Hebrew. Kwa hivyo wapenzi, ni maana yake wokovu. Kwa hivyo salvation. Kwa hivyo wapenzi, nakwambia nini? Wakati Yesu alipokuja, neno lililotoka kwa Bwana, angalia hapa ndio nataka uelewe, ni Roho wake ndani ya Mungu. Alitoa sehemu yake akaitupa, mimba ikaingia ndani ya Maria. Na wakati alipata mimba alimwambia, kwa sababu atakuwa katika mwili huyo atakayezaliwa, ataitwa nani? Ataitwa Yesu. Kwa hivyo ndiye atakuwa mkombozi wetu. Kwa hivyo wapenzi, wakati ambapo tunaelewa namna hiyo, ni kwamba tunajua Roho wa Bwana anaishi ndani yetu. Sehemu ya Mungu iko ndani yetu. Nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu, na uhai nilio nao sasa ni katika mwili ninao katika imani ya mwana wa Mungu ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Unaona, Kristo alipokuja akasulubiwa, Roho wa Bwana aliyekuwa ndani yake alifanya nini? Alisulubiwa na yeye pale msalabani. Ndio maana sisi tupate wokovu. Ndio maana uhai huo wa Kristo ndio uko ndani yetu sasa, na sio sisi tunaishi, bali ni Kristo ndani yetu. Wakati tutaelewa mambo haya na tuweze kuyaweka maanani na tujijue sisi ni nani, basi maisha yetu yanakuwa rahisi na tunajua sisi tumefanyika wana wa Mungu. Kwa hivyo wapenzi, tukiangalia Waefeso 3 mstari wa 17, tunaona ya kwamba anaishi ndani ya moyo wangu. Yaani huyu Roho wa Bwana anaishi ndani ya moyo wangu. Moyo wangu, uhai wangu niliyokuwa naye, anaingia ndani yake, anakaa ndani yangu. Amefanya mwili wangu kuwa hekalu yake. Kristo akae mioyoni mwenu kwa imani, mkiwa na shina na msingi katika upendo. Yaani Mungu ni upendo, na wakati anaishi ndani yetu anakuwa shina letu. Yaani shina is foundation, anakuwa ndiyo shina letu, tukijua ya kwamba tunakaa katika imani, kwa sababu mambo haya ni kuamini. Unaamini, unakaa katika imani. Ni mambo haya hauwezi kuyaona na macho, lakini ukiamini yanaanza kutenda kazi, kwa sababu ni mawasiliano yako na mbinguni. Ndio unasikia neno linasema bila imani hauwezi kumpendeza Mungu. Bila imani, without faith you cannot please God. Kwa hivyo imani ni roho
inaamini ya kwamba Roho anaishi ndani yetu, naye inatupatanisha na mbingu na inatupatanisha na Mungu, inakuwa msingi wetu, our foundation. Na hapo tunajua ya kwamba tunaishi katika upendo, kwa sababu neno linatuambia Mungu ni upendo, God is love. Kwa hivyo akiwa ndani yetu tunakuwa watu wenye upendo na tunakuwa katika msingi huu wa Kristo. Kwa hivyo wapenzi, naona ya kwamba tuendelee kidogo tu, na unaona katika Wagalatia 2:20 hiyo tunaona maisha niishio kwa imani ndani ya mwana wa Mungu. Yaani tunaishi kwa imani ndani ya mwana wa Mungu. You believe, ndio unaamini ya kwamba unaishi ndani ya Bwana. Imani ndio inatufikisha mbinguni. Imani ndio inafanya tuvute mbingu tuilete hapa chini. Faith, lazima uwe na imani hiyo, na ndio tunasema imani yako inakuwa siku baada ya siku. Vile unaenda ukimtafuta Bwana, imani yako inaenda ikiongezeka mpaka unafika kiwango cha juu ambapo ukinena neno hivi mambo yanaanza kutendeka. Kwa hivyo wapenzi, nimesulubiwa pamoja na Kristo. Lazima uamini hiyo, ati ya kwamba Kristo aliposulubiwa kwa sababu anaishi ndani yako. Na hapa angalia, hawasemi Yesu, Kristo Roho wa Bwana aliposulubiwa pamoja na Yesu pale msalabani, umesulubiwa pamoja naye, ndio maana umetakaswa. Lakini niko hai, mimi niko hai sasa, wala si mimi tena. Mimi, mtu wangu wa kale hakunisaidia, ile majina mambo nilifanya yote haikunisaidia. Lakini wakati Roho wa Mungu alikia ndani yangu, sasa si mimi naishi, ni yeye ndani yangu, kwa sababu ninaamini hivyo. Wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu. Kristo anakuwa hai ndani yangu, nami nina imani ya mwana wa Mungu ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Kwa hivyo akatoa soul yake kwa sababu yangu mimi. Kwa hivyo wapenzi, nakwambia nini? Lazima uwe na imani. Imani yako iendelee ikikua ukiwa mwanafunzi wa Yesu, sababu mambo tunayoamini ni katika Roho, na ni katika Roho ndio imani yetu inakuwa na inadhibitika katika mwili. Kwa hivyo wapenzi, katika Warumi 1:17 tunaona mwenye haki anaishi kwa imani. Ukiwa unataka kuwa mwenye haki, lazima uishi kwa hiyo imani. Lazima uamini. Mimi naamini nikikunywa haya maji yaliyo hapa, mwili wangu utakuwa na afya, na nikinywa ni lazima itakuwa hivyo. Ninaamini nikinywa hii haitakuwa sumu kwangu, kwa hivyo ninaamini hivyo. Ninaamini nikila chakula kile nakula, hata kama kimewekwa sumu kama maandiko yanavyosema, basi hakitanidhuru, na ninaamini hivyo, kwa sababu mambo tunayoleta kutoka katika Roho yanakuja kutakasa mambo katika mwili. Kwa hivyo wapenzi, wenye haki wanaishi kwa imani. Kwa hivyo miaka ile utaishi ni kwa sababu ya imani yako. Mambo yale utatenda katika dunia hii ni kwa sababu ya imani yako. Ukiamua kuwa maskini, ati imani yako ni kuwa muwe maskini, hivyo hivyo ndivyo utaishi. Ukiamini ya kwamba Yesu anatupenda tukiwa maskini, utakaa hivyo hivyo. Ukiamini ya kwamba Mungu anaweza, basi Mungu ataweza ndani yako, na maisha yako yatakuwa tofauti, na mambo unayotaka utamuitisha Bwana naye atakuletea. Yanatoka katika ulimwengu wa kiroho, yanaingia katika udhibitisho wa mwili, kama vile inasemekana katika kitabu cha Waebrania 11 mstari wa 1 na wa 2, ati mambo yasiyoonekana unayafanya yanaanza kuonekana katika kudhibitishwa katika mwili. Ndiyo maana ya imani. Wakati una mwana wa Mungu, lazima uanze kuishi kwa imani, kwa sababu wenye haki wanaishi kwa imani, na haki tunapewa na Mungu mwenyewe. Tulisoma pale, kwa maana haki ya Mungu inathibitishwa ndani yake toka imani hata imani. Yaani haki ya Mungu mwenyewe inathibitishwa ndani yako na ndani ya Mungu toka imani hata imani, kama ilivyoandikwa ya kwamba mwenye haki ataishi kwa imani. Kwa hivyo wapenzi, unaona mtu hata akigonjeka aanze kusema mimi naona nitakufa, hiyo lazima upigane naye kabisa. Umwambie hapana, nitaishi. Lazima utaishi kwa sababu Kristo anaishi. Na ndiyo maana usiweze kujitolea unabii wa kushindwa. Kila wakati tunatoa unabii wa kushinda, kwa sababu haki iko ndani yetu, na haki ndio tunaishi naye, na tunaishi naye kwa imani. Na tukiwa namna hiyo,
tunaishi vile Mungu anataka tuishi, kwa sababu tunamwambia yeye ni Abba Father. Basi kuishi maisha ya Ukristo sio kuhusu wewe. Yaani kuishi maisha si wewe. Wewe hauwezi, kwa sababu hii dunia ina majaribu mengi, lakini ni Kristo akiwa ndani yako. Lakini ni kumkubalia Bwana wetu Yesu Kristo kuishi ndani yako. Hii inafanyika kwa imani. Yaani imani ndio inafanya Yesu aishi ndani yetu. Imani ni kuamini neno la Mungu na kutenda kama anavyoamuru ufanye. Kwa hivyo ufanye vile Mungu anavyosema na uamini neno hilo. Basi ukiishi kwa hiyo imani utamfurahisha Bwana. Jambo la kwanza, kutubu. Uwe mtu wa kutubu dhambi zako, uziondolee, na uwe mtu sasa utafanyika mwenye haki. Na ukiwa mwenye haki, justified, utapata utakaso, na ukisha takasika, yani sanctification, nawe utapata wokovu kwa neema. Ukombozi wako utakuja kwa neema, na baadaye utakuwa mtu wa imani. Imani yako itaongezeka. Na basi wapenzi, ukiwa mtu wa imani ni kusema nini? Wakati umefika viwango hivyo, sikiliza vizuri nikuambie. Kwanza unatubu, repentance. Pili, unakuwa mtu mwenye haki, justification. Tatu, unaweza kutakasika, yani sanctified. Na nne, unapata wokovu kwa neema, ukombozi huo unapokea. Na ya tano, unaanza kuishi kwa imani. Basi ukiishi kwa imani, namalizia hapo kwa siku ya leo, inasema nini katika Yohana 1:12? Injili ya Yohana 1:12 inasema ya kwamba bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Kwa hivyo wapenzi, ikiwa wewe umepiga hatua hizo, umeweza kujua namna hiyo ambapo nimekuwa na kufunza uwe mwanafunzi wa Kristo, uweze kukaa katika kutubu, ukae katika utakaso, uweze kujua ya kwamba wewe ni mwenye haki na neema ya Bwana iwe juu yako, basi utaishi kwa imani, na wenye haki wanaishi kwa imani. Na kisha kufanya hivyo, sasa utakuwa wewe umefanyika mtoto wa Mungu. Yaani wale wamefanyika watoto wa Mungu ni wale walioamini jina lake, jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Mungu awabariki sana. Kwa leo tutakoma mahali hapo, na tutaendelea wiki ijao katika sehemu ya pili ya kujifunza mambo haya ya kuwa wafuasi wa Kristo. Mungu awabariki sana. Neema yake iwe pamoja nanyi. Tukutane wiki ijao, tuendelee katika somo letu la 3.